Naitwa Haika Emmanuel John, ni afisa lishe daraja la pili kutoka hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya. Tukiwa tunaadhimisha wiki ya afya na lishe, ningependa tukumbushane mambo ya muhimu yanayohusu lishe, ikiwa pamoja na ulaji wa mlo kamili, kupangilia mlo na kiwango cha chakula ambacho kinapaswa kiwe kwenye sahani ya mtu. Ni muhimu kila mtu kuhakikisha kwamba anapata mlo kamili na katika uwiano sahihi. Ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata mlo kamili ambao una uwiano sahihi, kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kuhakikisha kwamba kiwango cha chakula na aina ya vyakula unavyokula vinawiana. Kwa mfano, tunaweza tukatumia njia ya sahani ambayo ni njia mojawapo ambayo inaweza ikamsaidia mtu kuweza kupanga na kugawanya vyakula vyake katika kiwango ambacho kinahitajika kutoka katika kila kundi. Kiwango cha vyakula kutoka kwenye kundi la wanga mpaka kwenye kundi la matunda ni muhimu sana, kwa sababu vinaweza vikaathiri afya kwa namna chanya au namna hasi. Kuna vyakula ambavyo vinatakiwa viliwe kwa kiwango kidogo zaidi kuliko vile ambavyo tumezoea, ikiwa pamoja na kundi la vyakula vya wanga ambavyo watu wengi tumezoea kula kiwango kikubwa cha vyakula vya wanga kuliko mahitaji ya mwili. Tunasema kwa kawaida kila mtu anatakiwa ale usawa wa kiwango cha 10 kutoka kwenye vyakula vya wanga, kwa sababu kile ni kipimo kizuri kulingana na kazi anayofanya na kulingana na mahitaji ya mwili. Lakini kuna makundi kama mboga na matunda ambayo yanahitajika kwa wingi zaidi, lakini wengi wetu tumekuwa tukiyapata kwa kiwango kidogo kwa sababu ya kutokujua umuhimu wake na virutubisho gani tunapata kutoka katika haya makundi. Pia kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakaathiri ni nini mtu achague kula au kununua kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Cha kwanza ni hali ya kipato. Watu wengi huwa wanachagua nini atakachokula kwa wakati huo kulingana na uwezo wake wa kifedha. Watu wenye kipato cha chini hununua vyakula vya gharama ya chini, lakini mtu anapokuwa na uwezo wa kifedha ambao unakuwa umeongezeka kidogo zaidi, anakuwa na uwezo wa kununua vyakula vingi mbalimbali, lakini pia vya kiwango cha gharama kubwa zaidi. Kwa sababu hii tunajikuta watu wengi tunanunua vyakula vya gharama, lakini vinakuwa havikidhi mahitaji ya kilishe kwa sababu tu ana uwezo wa kukinunua. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakaathiri nini kiliwe au nini kinunuliwe, na mojawapo ni hali ya kiuchumi au ya kifedha. Pale ambapo mtu anakuwa ana uwezo wa kifedha mkubwa, ana uwezo wa kununua vyakula mbalimbali na vya gharama mbalimbali, lakini pia anapokuwa na uwezo wa chini wa kifedha, inaweza pia ikaathiri vyakula gani ambavyo anaweza kuvinunua au kuvipata. Hii inaweza ikaathiri afya au lishe ya mtu, ikaleta matokeo chanya au matokeo hasi. Pale ambapo uwezo unakuwa wa chini sana, anaweza akajikuta anakosa makundi ya muhimu kutoka kwenye yale makundi 6, lakini pia anapokuwa na uwezo wa juu wa kifedha, anaweza kanunua vyakula ambavyo vina gharama ya juu lakini havina virutubishi vile ambavyo anavihitaji kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Cha pili ni ya elimu na ufahamu kuhusu lishe bora. Kwa sababu ya elimu na ufahamu duni kuhusu lishe bora, hii inaweza ikaathiri vyakula gani mtu anaamua kununua. Anaweza akawa na uwezo mzuri wa kifedha wa kununua chakula chochote ambacho kina virutubishi ambavyo anavihitaji, lakini kwa sababu haelewi hivi vyakula vina msingi gani kwenye afya yake, inaweza ikapelekea pia maamuzi ambayo sio sahihi kuhusiana na nini anunue au nini ale kwa wakati huo. Cha tatu ni utamaduni, na hii inaathiri lishe au afya bora kwa sababu mtu anakula chakula kutokana na utamaduni wa kwao, kitu ambacho amezoea kula au namna amezoea kukipika. Kuna baadhi ya njia mbalimbali za uandaaji wa chakula au upishi ambazo zimezoeleka na tamaduni fulani ambazo zinaathiri upatikanaji wa virutubishi kutoka kwenye vyakula wanavyokula, lakini kuna vyakula ambavyo baadhi ya tamaduni au baadhi ya makundi ya watu hawayatumii kabisa, wakiamini kwamba yana athari au kwa sababu mbalimbali za kiimani. Cha 4 ni mazingira. Mazingira yanaweza yakaathiri uwezo wa mtu kuwa na afya bora au lishe bora, kwa sababu mazingira yanatujenga au yanatushape vile ambavyo tunaonekana. Kwa hiyo kulingana na mazingira ambayo yanakuwepo, yanaweza yakaathiri vyakula gani ambavyo vimezoeleka kuliwa kwenye mazingira hayo, lakini pia inaweza ikaathiri upatikanaji wa baadhi ya vyakula. Kuna vyakula ambavyo vinapatikana kusini lakini kaskazini havipatikani. Kuna vyakula ambavyo vinaliwa magharibi lakini mashariki havipatikani. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hii inaweza ikawa ni inaweza ikaleta athari kwenye afya, kwa sababu kuna mahitaji mengine ambayo yanatakiwa yapatikane kutoka kwenye vyakula ambavyo havipatikani kwenye yale mazingira. Kingine ambacho kinaweza kikaathiri afya na lishe na uamuzi wa nini mtu ale ni utandawazi. Kwa sababu kumekuwa kuna ongezeko la utandawazi na maboresho ya vitu vingi, hata sekta ya chakula pia imepitia mabadiliko makubwa. Tumebadilika kutoka kula vyakula vilivyo kwenye hali ya uhalisia kwenda kula vyakula ambavyo vimepita viwandani, ambavyo vimetengenezwa kwa njia za kisayansi, nikimaanisha kwamba matumizi ya chakula ambacho kimekuwa GMO
modified ili kuboresha labda upatikanaji wa madini fulani au kuongeza kitu fulani kwenye kile chakula. Kwa hiyo kwa sababu ya mabadiliko ya kiutandawazi, pia chakula kile ambacho tulikuwa tumezoea kula hapo awali sasa hivi kimebadilika. Hii inaweza ikaathiri afya zetu katika mtazamo chanya na pia katika mtazamo hasi. Lakini pia kwa sababu ya utandawazi kumekuwa na ongezeko la vyakula ambavyo vimechakatwa sana. Nachukulia mfano matumizi ya vyakula kama cornflakes, biskuti, soda, vyote hivi vimetokana na utandawazi na ukuaji wa sekta ya viwanda. Kwa hiyo kwa sababu hii, hivi vyakula vimekuwa ni vingi katika masoko yetu ya chakula, na ni vyakula ambavyo kwa sababu mtu anakuwa ameelimika anaona ni vyakula ambavyo viko modern au vyakula vya kisasa zaidi kuliko vile vyakula vyetu vya asili kama mihogo, magimbi, viazi vitamu. Kwa hiyo hii imeongeza ongezeko la watu kutokula vyakula vile ambavyo viko kwenye hali ya uhalisia kwenda kula vyakula ambavyo vimechakatwa sana kiwandani. Hii inaweza ikaleta athari katika afya pamoja na lishe ya binadamu. Kingine ambacho kinaweza kikaathiri chakula gani mtu ale au anunue ni hali ya kiafya. Kutokana na mabadiliko ya miili na uwepo wa changamoto mbalimbali za kiafya, pia hii inaweza ikasababisha mtu ashindwe kula vyakula kutoka kwenye kundi fulani au ashindwe kula vyakula vikiwa katika hali fulani. Tunachukulia mfano kwa watu ambao wana magonjwa kama kisukari, anahitaji kubadilisha mfumo wa kula, labda alikuwa ni mtu ambaye amezoea kula vyakula ambavyo vimekobolewa, sasa inabidi abadilishe manunuzi ya vyakula vyake viende kwenye vyakula vile ambavyo viko kwenye hali ya uhalisia. Lakini pia mahitaji ya mwili, tunaongelea swala zima la mahitaji ya virutubishi ambavyo vinatoka kwenye makundi 6. Kwa hiyo kutokana na mahitaji ya kimwili na pale mtu anapofahamu mahitaji yake vizuri, hii inaweza ikamsaidia au ikampa picha ya vitu gani anaweza kanunua ili aweze kutimiza mahitaji ya mwili ya afya pamoja na lishe. Cha mwisho kabisa ambacho ningependa kusisitiza ni umuhimu wa kusoma lebo za vyakula pale ambapo tunaenda kununua vyakula. Kama nilivyosema hapo awali, vyakula vingi sasa hizi vinapitia kiwandani, na kwa sababu ya uchakataji wa vyakula kumekuwa kuna ongezeko la vyakula ambavyo vina preservatives au viambata vya kuhifadhi vyakula, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaongezwa kwenye vyakula vinapokuwa vinatengenezwa kiwandani ambavyo ni muhimu mtu kujua ili ahakikishe chakula anachokula kinaendana na mahitaji yake, lakini pia kuna vitu ambavyo anafahamu kule kama vitamletea athari ili aweze kuepuka baadhi ya vyakula. Kwa hiyo unapotumia chakula cha aina yoyote ambacho kinanunuliwa kutoka dukani, kutoka kwenye supermarket au kwa msambazaji yoyote wa vyakula, ni muhimu sana kusoma lebo za chakula. Angalia composition au vitu ambavyo vimeongezwa kwenye vyakula, na ni vizuri pia ukiona kuna composition ya kitu chochote iwe ni ambacho ukifahamu, ni muhimu ukajifunza kinafanya kazi gani kwenye kile chakula na kina athari gani kwa mwili, ili kuhakikisha kwamba unaepuka kula vyakula ambavyo vinaleta athari kwenye afya yako au inasababisha lishe yako iwe duni. Ningependa kuwakumbusha wote, kama inavyosema kauli mbiu yetu ya mwaka huu, afya ni mtaji wako, zingatia unachokula.